Miradi hii mitatu ambayo tumetembelea leo, tukianza na ule wa jengo la kamanda wa uhamiaji mkoa wa Mjini Magharibi, upo katika hatua za mwisho zaidi, ambapo kwa mujibu wa nyongeza ya mkataba unatarajiwa kukamilika tarehe 31 Machi 2026. Na nimemweleza mjenzi kwamba kwanza sikuwa ninafurahishwa na swala la kuchelewa kwa mradi ule, pamoja na sababu mbalimbali ambazo zimetolewa, lakini ni jambo ambalo kwa kweli limekuwa likitupelekea kuwafanya watendaji wetu au askari wetu hawa washindwe kufanya kazi katika mazingira mazuri, wakati serikali tayari imeshatoa fedha kwa ajili ya ujenzi huo. Kwa upande wa pili wa mradi wa ujenzi wa kituo kile cha uhamiaji wilaya ya Kusini, kituo kile kinaendelea vizuri na hadi sasa tuko katika hatua nzuri, ambapo kipo katika asilimia 36 ya ujenzi na kipo ndani ya muda. Bado ametumia miezi mitatu, ana miezi 9 ziada, na wameniahidi kuwa watajitahidi kuhakikisha kwamba mradi ule unakamilika katika muda uliopangwa au ikiwezekana kabla ya muda uliopangwa. Na eneo hili ambalo tunamalizia la chuo nalo lilikadiriwa kumalizika mwezi Januari 2026 tarehe 15, lakini nako kumetolewa sababu zile zile zinazofanana za kukosekana kwa baadhi ya material yaliyopo ndani ya nchi na yale yaliyo nje ya nchi. Kwa hiyo kwa mradi huu umepewa nyongeza ya miezi mitatu, lakini mjenzi mwenyewe tumekubaliana kwamba atafupisha muda huo, badala ya kumaliza tarehe 15 Mei, basi atajitahidi amalize tarehe 27 Machi. Na hilo nimelichukua kama ni commitment yake, na niseme tu kwamba sisi tumeappreciate kwa hilo, na tumesema kwamba tutajitahidi kuona kwamba wale wakandarasi ambao wana moyo na wana uthabiti wa kuhakikisha kwamba kazi zinaenda vizuri, basi tuendelee kuwa nao. Niwaombe wenzangu wa uhamiaji na vyombo vingine wajitahidi kuchagua wakandarasi sahihi zaidi. Wote pengine ni sahihi kwa viwango vilivyowekwa, lakini wapo sahihi zaidi wanaozingatia ubora na muda, kwa maana ndani ya wakati na katika hali ya ubora wa hali ya juu. Miradi hii mitatu kwa ujumla imegharimu zaidi ya bilioni 23, kwa maana ya mradi wa kwanza una bilioni 9 na milioni 900, mradi wa pili bilioni 3.1, na huu mradi wa tatu bilioni 12. Kwa hiyo tukijumlisha hapo tuna karibu bilioni 25. Fedha zote hizo ni za serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania.